ili mapenzi ya Mungu litendeke ulimwenguni jinsi linatendeka juu. Nyaka ili yudi chuny mar Elija. Lazima upate roho ya Elia. Teko mayao kendo maloro. Basi ni nguvu ambayo inafungua na kufunga. Sama wagike ni wan kod gik monego lornegi. Wakati tumefika kuna vile ambazo zinafaa zifungwe. Nikech jachiro oseyao Bonam. Kwa sababu shetani ashafungwa chini ya bahari. Bonam odong' nono. Basi chini ya bahari limebaki wazi. Gate mar hell osedong' nono. Basi lango la jehanamu limebaki wazi. Jachiro golo gigene manoka. Shetani anaondoa vitu vyake alivyoviweka. Nemako chuny mondo gi chuny chuo. Bali anashika nayo mioyo ya wanawake kwa waume. Mondo kik gidhi e ngima. Ili wasiende kwa uzima. Dono odong' nono. Huo lango limebaki wazi. Chunye mag gombo gi mag dwa. Mioyo ya tamaa na kutaka. Mag nyiego gi sigu. Ya wivu na uadui. Wabuna nyaka na moko nego mak kodi sigu. Leo ni mtu ambaye hafai na uadui nao. Maka kodi sigu. Basi anashika na uadui. Hadi mtu ambaye utamkosea. Utamkosea. Leo hakutaki. Kile ambacho umemfanyia ama mnaong'ang'ania hipo. Usipopata roho ya Elia. Hizo ndio zinafunga na kufungua. Kwa sababu wachawi na wenye dumba leo hawalali. Wachawi na wenye dumba hawalali. Ukiwasia wanalala wachanega tangazo katika sikio lako. Leo katika safari kila siku. Unasikia ameenda Mombasa. Amaliza wiki moja. Ako chini ya bahari anaomba. Pale amefikishika mta. Ana utungo kuna kila ambacho anataka litendeke. Utungo linamfishika. Bwana asifiwe. Wao pia wanazaa vitu vyao. Jinsi vitu vya Mungu vinashikiwa katika maombi ndio zinazaliwa. Hivyo ndivyo mfalme wa Shetani pia limetengeneza mimba ambazo zinatungwa na wanazaa vitu vyao. Hili ni jambo tusoma kwa Hosea 9:14 ambayo linasema tuwatende nini? Tuwape nini? Jehova anasema tuwape mimba basi na afya na zilimatizi na utukufu kwa Yesu. Mimba ambazo zinaanguka. Kumaanisha akitoka ameenda Mombasa chini ya bahari anaomba siku 7 anawashwa kwa pipa. Baada ya baba anawashwa amekubali basi akuli na utaji la moyo wake kila ambacho atakuliza baada siku la utungo amefanya kila siku 7 bila kula na kukunywa basi kwa giza na anatoki pia tena oki basi ni utungo. Hiyo ni gharama ambayo ameichukua bata kuzani nini mtoto ananema na hekima atapita fulani alisoma na chuo kikuu atapata kazi apati kazi atasoma hitimu sio apate sifa. Moyo wake ulishikwa na uchungu akisikia ushuhuda wa Lucy. Ndio roho akampa Biblia ya Hosea. Ungelijua kumbe mtu aweza soma ahitimu. Hiyo barua inaweza kuwa bure bila hadi wanaenda kufagia nayo. Na barua ya uhandisi Lucy alitoa ushuhuda. Amefika hapo ameshikia na hasira akaanza kutoka chozi. Nisikie nawe pia ni kwa kinachotendeka. Ufalme wa Shetani wao pia wanashika mimba wakishika watakusa vitu vyao hawatawakuli na hatawalani bali kushika na utungo ambao linawashika ile wanatuma ambao amesoma utukufu kwa Yesu. Apati kazi hata akisoma amehitimu.
Alipata mume mwanamke anaitwa binti wa Chula, alikuwa anashiriki naye. Amesoma, ameenda ughaibuni. In economics. Basi ana masters katika uchumi. Bwana sifiwe. Hadi wakati rejea barua yake. Kazi ambayo ameifanya vizuri ni ya bawabu. Hadi bawabu yake ambayo anaifanya. Ambaye amesoma amehitimu na ilipa shilingi 6,000. Hadi bibi yake ambaye anafanya kazi ya maid kwa mwili. Analipa shilingi 16,000. Ana barua ya darasa la 8. Analipa shilingi 16,000. Kama amesoma ameenda ughaibuni. Ana masters kwa uchumi. Utukufu kwa Yesu. Basi kazi ya bawabu analipa shilingi 6,000. Basi